Karibu sana popote pale ulipo tuweze kufahamu chanzo cha vita ya Irani, Israeli pamoja na Marekani. Sasa chanzo cha vita kati ya Irani, Israeli na Marekani si kitu kimoja tu, ni mchanganyiko wa historia ndefu zikiwemo siasa za dunia lakini pia maslahi ya kiusalama. Sasa tuweze kufahamu mambo kadha wa kadha, vyanzo mbalimbali au chanzo ambacho kwa namna moja au nyingine huenda ikawa ni sababu. Mapinduzi ya Irani ya mwaka 1979 ni chanzo kikubwa kwa sababu kabla ya mwaka 1979 Irani ilikuwa mshirika wa Marekani na hata Israeli. Baada ya mapinduzi ya Kiislamu, serikali mpya ilianza kumpinga sana Marekani na Israeli. Na Irani ilianza kuona Marekani kama adui mkubwa na Israeli kama tishio. Hapa ndo uadui ulipoanzia rasmi. Sasa kulikuwa pia na mgogoro wa nyuklia wa Irani. Marekani na Israeli waliamini Irani inataka kutengeneza silaha za nyuklia. Na Irani ilisema itatumia nyuklia kwa umeme tu au matumizi ya kawaida au la matumizi ya kiraia. Imekuwa sababu kuu ya vikwazo au vitisho kwa mashambulizi. Lakini pia kitu kingine ni uadui wa moja kwa moja kati ya Irani na Israeli. Israeli inaona Irani kama tishio kwa usalama wake. Japokuwa Irani inaunga mkono makundi yanayopinga Israeli kama vile Hezbollah pamoja na wengine. Hii imeleta vita vya kivuli au siri au mashambulizi ya siri. Sasa na jambo lingine ni Marekani kuilinda Israeli. Marekani ni mshirika mkubwa wa Israeli na inaingilia kati ili kuilinda Israeli, kulinda maslahi yake Mashariki ya Kati, kuzuia Irani kuwa na nguvu ya kijeshi. Na wakati huo pia kuna masuala ya siasa na maslahi ambapo Mashariki ya Kati ina mafuta mengi, lakini pia njia muhimu za biashara. Mataifa makubwa yanagombania ushawishi katika eneo hilo. Hivyo vita si dini tu, ni maslahi ya kiuchumi na kisiasa. Sasa japo kwa uchache tu, chanzo cha vita hii namba moja ni historia ya uadui tangu mwaka 1979, lakini pia mgogoro wa nyuklia, vivyo hivyo Irani pamoja na Israel kama jinsi ambavyo nimeelezea, Marekani kulinda maslahi yake na Israel, lakini pia ushindani wa nguvu duniani. Tuangalie kwa mataifa haya matatu ili kuweza kufahamu katika nchi hizi tatu nani ana nguvu zaidi. Sasa tuanze na nchi ya Marekani ambayo ina nguvu ya dunia. Bajeti ya jeshi ni kubwa zaidi duniani. Lakini pia ina teknolojia za hali ya juu, ndege za kisasa, lakini pia droni pamoja na makombora. Ina vituo vya kijeshi duniani kote. Kwa ujumla ndio yenye nguvu zaidi duniani. Lakini pia kwa nchi ya Israeli ina nguvu ya teknolojia na ulinzi na ina teknolojia kali sana za kijeshi. Mfumo wa ulinzi wa makombora kama vile Iron Dome, lakini pia inaaminika kuwa na silaha za nyuklia ingawa haikubali wazi. Kwa kifupi ni ndogo lakini hatari sana. Kwa nchi ya Irani ina nguvu ya uvumilivu na mbinu. Wakati huo ina jeshi kubwa na makombora mengi sana, ina uwezo wa kupigana vita vya muda mrefu na ina ushawishi kupitia makundi kama vile Hezbollah. Kwa ufupi ina nguvu ya mbinu lakini pia uvumilivu. Tufahamu japo kwa ulinganifu kwa ufupi tu, nikianza na nchi ya Marekani kwenye nguvu kuu ina teknolojia pamoja na fedha. Nikienda kwa nchi ya Israel kwenye nguvu kuu ina ulinzi pamoja na ubunifu, na kwa nchi ya Irani ina idadi pamoja na mkakati hususan kwenye masuala ya teknolojia pamoja na mambo mengine. Hivyo nishajaribu kuwaza kwamba kitu gani ambacho huenda kikatokea. Namba moja, huenda kukawa na vita kamili.
inaweza kuhusisha nchi nyingi, hatari kubwa kwa dunia. Na hatari hii itajikita kwenye masuala ya mafuta, kupanda kwa mafuta pamoja na uchumi. Japokuwa hili bado inaepukwa sana. Lakini kitu kingine ambacho nimejaribu kuwaza, hii ni vita vya vipindi, kwa sababu ni mashambulizi ya hapa na pale. Zipo drone ambazo zinatumika, makombora ambayo yanatumika, pamoja na cyber attack ambazo pia na zenyewe zinatumika. Na ndio inaendelea mara nyingi. Inawezekana kutokea vita kupitia wengine, Irani pamoja na Israeli kupitia makundi, lakini pia Marekani ikisaidia Israel. Hii ndio hali halisi kwa sasa. Mazungumzo, kutakuwa na makubaliano ya nyuklia huenda, lakini pia huenda kukawa na punguzo la mvutano, na hii hutokea lakini hudumu kwa muda mfupi sana. Sasa hitimisho. Marekani ana nguvu ya dunia, Israel ana akili ya kijeshi na teknolojia, Irani ana mbinu na uvumilivu. Hakuna ambaye anashinda kirahisi. Ndio maana vita hii huwa ya muda mrefu na ya chini kwa chini. Sasa tuchambue moja kwa moja kama vita hii itakuwa kubwa hii leo. Kitu gani ambacho kitatokea na nani ana nafasi ya kushinda? Vita vya moja kwa moja kati ya mataifa haya, nikigusia kati ya taifa la Marekani pamoja na Israeli, hawa ndio watakao kuwa upande mmoja. Faida zao, teknolojia ya hali ya juu sana, ndege za kisiasa, na wana ulinzi mkubwa kama vile Iron Dome, wana masuala ya ujasusi, intelijensia kwa kiwango cha juu sana. Kwa hatua za mwanzo wanaweza kushinda haraka ndani ya wiki mpaka miezi. Sasa kwa taifa la Irani, faida zake, wana makombora mengi ya masafa marefu, lakini pia wana jeshi kubwa, inaweza kufunga njia za mafuta, Strait of Hormuz. Ina washirika kama vile Hezbollah, itaweza kuishambulia Israeli na vituo vya Marekani na kusababisha uharibifu mkubwa. Vita hii haitakuwa rahisi kwa sababu mashambulizi yake ni haraka. Marekani na Israeli watashambulia vituo vya kijeshi vya Irani, lakini pia Irani itajibu kwa makombora. Hasara kubwa kwa pande zote. Vita kuenea kama vile makundi kama vile Hezbollah yataingilia, nchi nyingine zitaweza kujiingiza. Vita itakuwa ya kikanda na uchumi wa dunia kuyumba. Mafuta kupanda bei sana, bidhaa ya dunia kuathirika, dunia yote itaumia, sio wao peke yao. Vita vya muda mrefu, Irani haitashindwa kirahisi ndani ya nchi yake. Itatumia mbinu mbalimbali. Vita inaweza kuchukua muda mrefu. Sasa umeshajaribu kuwaza, je, nani atashinda? Jibu la kweli ni kwamba kijeshi au haraka Marekani, Israeli pamoja na Irani katika vita hii. Wakati huo ukijaribu kuangalia ni vita ambayo imeshasogea muda kidogo, lakini pia Irani inaweza kustahimili na kuzuia ushindi wa haraka. Kiuhalisia hakuna mshindi wa ukweli. Hitimisho, Marekani na Israeli wanaweza kushinda vita kwa haraka na kuharibu miundombinu ya Irani. Lakini pia Irani inaweza kurefusha vita na kusababisha hasara kubwa sana duniani. Vita hii ikiwa kubwa itakuwa hasara kwa dunia nzima, sio ushindi wa mtu mmoja, bali ni hasara kwa dunia nzima.